أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله دلالة على خير ابتغاء مرضات الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى أفهم إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. Watal-iman wal-Islam, tukiwa tupo katika muendelezo wa durusi zetu kwa kupitia kitabu chetu pendwa hichi Madarijul Ula, ambacho ni sherehe ya Tabarakatul Ula cha al-Imam Abil Mubarak Hasanu ibn Umairi Ash-Shirazi afa Allahu anhu. Leo katika mutalaa wetu tupo katika ukurasa nambari 28, na beti ambazo tunazoondoka nazo leo ni beti ya 14 na beti ya 15 zisemazo ya kwamba watansana al-ahibbatu ba'da 10 وقد صرنا عظاما باليات كأننا لم نعاشرهم بود ولم يك فيهم خل مواتي. Anasema watansana al-ahibbatu, na watatusahau sisi vipenzi, kwa maana wale ambao tuliokuwa tukiwapenda na wale ambao waliokuwa wakitupenda baada ya kuwa tumeondoka katika ulimwengu kama huu, basi mwisho wa siku watatusahau. Watakaa tu siku 2-3, saba ile ikiisha au 40 ikiisha, kumbukwa tena yake hapo mpaka Idi tena ukiwa umekumbukwa. Kwa hiyo kikubwa ni kuweza kujiandaa na kuweza kufanya maandalizi kiasi ambacho hata kama ukiondoka, wale vipenzi vyako, wale ndugu zako, wale watoto wako, ile familia yako, hata kama isipokukumbuka kwa kukutulia ubani, bimaana kwa kuombea dua, basi kwa madali ulifanya maandalizi mazuri katika ulimwengu kama huu, basi wewe wala hutakuwa huna haja na wao kwa sababu ulishafanya maandalizi mathalani umeweka misingi mizuri kiasi ambacho hata kama ukiondoka kwako wewe, thawabu zitakuwa zinakujia. Mathalani umefundisha elimu, umemfundisha mtu fani yoyote ile, kupitia fani kama ile mtu akawa anapata kipato chake cha halali kupitia ile elimu yako uliyomfundisha, iwe ni ufundi, iwe elimu yoyote iliyokuwa ambayo ni halali, ni nzuri, basi wewe utakuwa ni mwenye kulipwa malipo. Lakini kama si hivyo, ndio tunaondoka na ubeti wetu huo, watansana al-ahibbatu, watansana al-ahibbatu, na watatusahau sisi vipenzi vyetu baada 10, baada ya kutangamana nao, baada ya kuishi nao. Waqad sirna, na hakika tumekuwa sisi, idhaman baliyati, ni mifupa yenye kuchakaa, mifupa yenye kuoza. Waqad sirna, na hakika tumekuwa sisi, idhama, mifupa, baliyati, yenye kuchakaa, yenye kuoza. Ndani mwa kaburi huko. Anasema kaanna, ubeti wa 15 huo, kaanna, kana kwamba sisi kaanna, hapo asili yake ilikuwa iwe kaannana. Kwa hiyo shadda ikaongezwa kwenye hiyo nuni kwa sababu ya dharura za kishairi katika ilmu la arudhi. Kama mafannani wanaonisikia hapa wanajua mambo kama hayo. Katika shairi kuna uwezekano wa kuongeza herufi na pia vile vile kuna uwezekano wa kupunguza herufi, dharura tu shairi. Kwa hiyo asili yake hapo ni kaannana, lakini ikaongezwa hapo, mambo yakaongezeka, mwisho wa siku baada ya kaannana ikawa ni kaanna, kaanna hiyo. Kwa hiyo kaanna, kana kwamba sisi lam nuashiruhum biwuddi, kama vile hatukuishi nao hawa kwa mapenzi, kama vile hatukupendana nao, kama vile hawakutupenda jinsi walivyotusahau. Kumbe tulikuwa tukiwapenda na wao walikuwa wakitupenda mapenzi makubwa kiasi ambacho mtu alikuwa hayupo tayari kwa jinsi wanavyotupenda na tunavyowapenda
walikuwa hawapo tayari wao sisi tupate madhara, na wala sisi tulikuwa hatupo tayari wao wafikwe na jambo la madhara, wakati tukiwa tunaishi nao katika uhai wa kidunia. Anasema kana kwamba sisi lam nuashiruhum, hatukutangamana nao biwuddin, kwa mapenzi, walam yaku fihim, na pia vile vile kana kwamba haikuwa kwa wao, walam yaku. Umeona hiyo yako asili yake walam yakun, lakini kwa sababu ya dharura za kishairi ndio maana hiyo nuni yenye sekna haipo hapo. Akili yako ndio inatakiwa ikadirie tu hapo. Kwa hiyo walam yaku fihim, na wala kana kwamba vile na kana kwamba pia vile vile haikuwa kwa wao, haikuwa kwa wao khillun muwati, urafiki wenye kutakasika, au kwa maana nyingine unaweza ukasema khillun muwati, utakasifu wa kuwafikiana. Yani kana kwamba vile sisi hatukuwa na mawafikiano pamoja sisi na wao, yani hatukuwa ni watu ambao wenye kuwafikiana katika mambo, wenye kuwa sambamba katika mambo, kwa namna kama hiyo. Kana kwamba sisi lam nuashiruhum, hatukutangamana nao, hatukuishi nao biwuddin, kwa mapenzi, walam yaku, na pia vile vile kana kwamba haikuwa fihim, kwa wao khillun muwati, utakasifu wa kuwafikiana, urafiki wa kuwafikiana, kwa namna kama hiyo. Chini hapo anasema watansana, na watatusahau sisi, baada dafni fi baiti turabi, baada ya kuzikwa katika nyumba ya udongo, nyumba ya milele hiyo. Watatusahau kina nani? Al-ahibbatu, wale marafiki. Watansana, na watatusahau sisi. Hiyo nuni itakuwa imesimama kwenye sehemu ya mafuulu hapo, tasimama kwenye mafuulu huyo nuni, ingawa kuna mambo hapo kidogo, lakini hatupo kwenye darasa la lugha. Ikiwa kama tutakuwa kwenye darasa la lugha, insha Allah taala tutaweza kuchambua vizuri hiyo dhamiri, ikiwa imeungana, dhamiri ikiwa ni munfasili, ikiwa ni muttasili, kuna mambo gani kiirabu atakiwa upite. Biidhnillah tutakuja kuyachambua hayo insha Allah katika darasa za lugha. Asema al-ahibbatu, wale wapenzi, jamu muhibbin. Hiyo ahibbatu ni jamu na mufradi yake ni muhibbu, au muhibbi. Kwa hapo ilivyokuja lazima utie kasri. Jamu muhibbin ni jamu ya muhibbi, maana muhibbu ni mufrad, na ahibbatu, al-ahibbatu jamu hiyo. Anasema baada ashrin, baada ya kuishi nao, baada ya kutangamana nao, ay muasharatin wa suhbatin. Amefasiri maana yake baada ya kuishi nao, kutangamana nao, wa suhbatin, na baada ya kusuhubiana nao. Wakatusahau maskini. Waqad sirna, na hakika tumekuwa, fi baiti dudi, tupo na maisha ya kaburini huko. Fi baiti dudi, katika nyumba ya wadudu, idhama, tumekuwa hali ya kuwa ni mifupa. Waqad sirna, na hakika tumekuwa sisi, fi baiti dudi, kwenye nyumba ya wadudu, bimaana kwenye kabri hilo, idhama, tumeshakuwa ni mifupa. Na idhama ni jamu adhmin, ni jamu ya adhm. Adhm ni mfupa mmoja, idhama ni mifupa mingi. Khaliyan min aljasadi, mfupa ambao ni wenye kutakasika kutokana na mwili, yani mfupa hauna mwili. Baliyati, ay ratathan bilbila, ni wenye kuchakaa kwa kule kuoza, ni wenye kuchakafuka mfupa kama ule, bilbila, kwa kule kuoza, kuchakaa. Asema fadidanu akalat alsinatana, ukiangalia huku wadudu wameshakula hizi ndimi zetu, hatuwezi tena kuongea. Waturabu akala asnanana, na udongo umekula meno yetu, hayaonekani meno. Wa arjula, na pia vile vile udongo umeshakula miguu yetu. Wal mafasila, na pia vile vile udongo umekula maungo yetu, au anasema wal mafasila muhdamati, na maungo yashakatika, yameshavunjika. Fadidanu, basi wadudu, akalat alsinatana, wamekula ndimi zetu. Waturabu, na udongo, akala asnanana wa arjulana, udongo umeshakula ndimi zetu na miguu yetu, wakati huo ambao tupo ndani mwa kaburi, tumeshasahaulika na watu. Wal mafasila muhaddamatu, na viungo ni vyenye kukatika, viungo vimekatika. Ndipo pale aliposema mshairi, walau lam yakun shay'un siwa al-mauti wal-bila wa tafriqi a'dha'in wa lahamin mubaddadi lakunta haqiqan ya ibna adama bilbuka
ala naibati dahri ma'a kulli mus'idin. Anasema mshairi, falau lam yakun shay'un, lau kusingilikuwa na kitu chochote, siwal mauti wal bila, isipokuwa ni kufa na kuchakaa tu basi. Bimaana lau kama mtu angelikuwa akifa na akichakaa hakuna kufufuliwa tena, ndio wasema falau lam yakun, lau isingelikuwa au lau kusingelikuwa shay'un na kitu chochote, siwal mauti wal bila, isipokuwa ni kufa tu na kuchakaa, wa tafriqil a'dha'i, na kutapanyika viungo, wala hamin mubaddadi, na nyama nayo kukatika katika, wa tafriqi a'dha'i, na lau kama si kuvunjika vile viungo, wala hamin mubaddadi, na nyama kutapanyika, ingelikuwa ndio hivyo tu, hakuna kufufuliwa, hakuna kuhesabiwa, hakuna pepo, hakuna moto. Lau ingelikuwa hivyo, na kama tunavyojua hiyo lau, kama nilivyosema, imezuia kuwepo kitu kwa sababu ya kuwepo kitu kingine, harfu al-imtina'i al-wujudi biwujudi ghairihi. Kwa hiyo lau ingelikuwa ndio hivyo, mshairi anasema la kunta, basi ungelikuwa wewe mwanadamu, haqiqan, kwa hakika, kihakika, ya bina adama bilbuka, basi ungelikuwa wewe ni mwenye kulia. La kunta haqiqan ya bina adama bilbuka, basi ungelikuwa wewe mwanadamu kwa hakika, basi ungelikuwa wastahiki wewe kulia. Kwa sababu gani? Ala naibati dahari, kwa sababu ya ile misiba ya zama. Kila zama zinazopita huwa zinapita na misiba yake. Ala naibati dahari, juu ya misiba ya zama. Maa kulli mus'idin, pamoja na kila kile ambacho chenye kusaidia. Yule mshairi mwingine katika miongoni mwa maneno aliyosema, walau annana idha mitna turikna lakana almautu rahatan likulli hayy walakinna idha mitna bu'ithna fanus'ala an kulli shay. Lau kama tungelikuwa tukifa sisi ndo tunaachwa, hakuna kuulizwa, hakuna kitu chochote. Sema lakana almautu rahatan likulli hayy, kule kufa kule kungelikuwa ni raha kwa kila ambaye yuko hai. Kwa sababu kama mtu kapata shida hapa duniani, aona acha bora mimi nikapumzike, kama wanavyosema watu, mtu haswali, hafungi, hatoi zaka katika mali yake, afanye hivi, akipata na tatizo asema bora mimi bwana nife nende nikapumzike. Ukapumzike hali ya kuwa swala huna, wenda pumzika. Mtihani kweli kweli. Kwa hiyo lau kama mtu angelikuwa akifa hakuna kuulizwa huko, wala hakuna kufufuliwa, wala hakuna pepo, wala hakuna moto, basi la kana almautu rahatan likulli hayy, mauti angekuwa ni raha kwa kila yule ambaye yuko hai. Lakini anasema lakinna idha mitna bu'ithna, lakini bwana kumbe tukifa tunafufuliwa. Fanus'ala, kwa kule kufufuliwa, alfa'u sababia inakuwa ndio sababu ya kuulizwa. Fanus'ala inakuwa ni sababu ya kuulizwa an kulli shay, kutokana na kila kitu ulichokifanya mtu utaulizwa. Kwa hiyo ni mtihani kweli kweli. Anasema fanisyanul ahibbati baada alhafawati, fanisyanul ahibbati, basi vile kutusahau wale vipenzi, baada alhafawati. Kitabu kidogo kina mtihani. Asema fanisyanul ahibbati, basi kule kutusahau wale vipenzi vyetu, baada alhafawati, baada ya furaha na ukarimu, bimaana baada ya kuishi nao kwa furaha na ukarimu, walmuasharati, na pia vile vile kutangamana nao kwa uzuri. Baada ya kutangamana nao kwa uzuri, kisha mwisho wa siku wakatusahau, basi jafaun, huko bwana, huko ni kututenga, kwa sababu si jambo zuri. Tulikuwa tukiishi nao kwa uzuri kabisa, lakini mwisho wa siku wakatusahau, huko ni kututenga. Fanisyanul ahibbati, basi kutusahau sisi, al-ahibbati, wale vipenzi. Fanisyanul ahibbati, basi kusahau wale vipenzi, bimaana kutusahau baada ya kuwa tumeshakufa. Baada alhafawati, baada ya kuishi nao kwa furaha na ukarimu. Walmuasharati, na baada ya kutangamana nao kwa uzuri kabisa. Jafaun, huko ni kututenga, bimaana ndo washatutenga hawa. La yaliqu bil ahibbati, jambo kama hili la kutusahau huku kwa ghafla, baada ya kuwa tunaishi nao kwa uzuri, tuliishi nao duniani kwa uzuri. La yaliqu bil ahibbati wal asdiqai, jambo hili wala haliendani kwa wale vipenzi wala marafiki. Inakuwaje wewe wamsahau mtu ambaye ulikuwa ukimpenda, ulikuwa ukiishi naye kwa uzuri duniani, basi na shari, basi na uadui, alafu mwisho wa siku wamsahau? Jambo kama hili la yaliku, haliendani bila ahibbati, kwa wale vipenzi, wala asdiqa, na kwa marafiki, si jambo zuri. Wa kaifa, na vipi, wakad asbahat arwahuna mafquda,
na vipi wasitusahau? Wa kaifa, na vipi wasitusahau? Waqad asbahat arwahuna, na hali ya kuwa zimekuwa roho zetu mafqudatan, ni zenye kukosekana, hazipo tena kwenye ninio, kwenye miili. Kwa nini wasitusahau? Wa ashbahuna, na pia vile vile miili yetu, ashbahu bimaana al-ajsad, wa ashbahuna, na miili yetu malhudatan, hali ya kuwa imetiwa kwenye nini? Kwenye mwana wa ndani. Kwa nini wasitusahau? Maana yake watatusahau tu hawa, watatusahau jamaa. Wa a'maruna, na nyumuri zetu mabturatan, ni zenye kukatwa. Wa a'maruna, na nyumuri zetu, maana yake miaka yetu, umri wetu, mabturatan, ni wenye kukatwa, ni maana umri ushakatika tayari. Kwa nini usisahaulike? Wewe nani bwana? Wa diyaruna, na majumba yetu, mahjuratan, ni yenye kuhamwa. Wa diyaruna, na majumba yetu, mahjuratan, ni yenye kuhamwa. Kwa nini tusisahaulike hali ya kuwa majumba yetu sisi tushayahama? Asante. Wa akhbaruna, na pia vile vile habari zetu, bi maana yale mambo yetu ambayo tumeyafanya, masturatan, ni yenye kufichwa, hayo ni yenye kusitiriwa. Bi maana mwisho wa siku utakwenda kuambiwa bwana, matendo yako bwana ni haya. Kwa hiyo kwa nini usisahaulike? Bi maana lazima usahaulike. Wa a'maluna, na amali zetu, masturatan, ni zenye kuandikwa. Wa a'maluna, na matendo yetu, masturatan, ni yenye kuandikwa. Wa akhbaruna, na habari zetu, masturatan, ni zenye kusitiriwa, ni zenye kufichwa. Wa a'maluna, na matendo yetu, masturatan, ni yenye kusitiriwa, ni yenye kuandikwa. Maana yake mwisho wa siku utaenda kuambiwa kila kimoja ambacho umekifanya. Wal insanu, na mwanadamu, majhulun bil itilafi, na mwanadamu ni mwenye kujingikiwa, kwa maana ya kwamba majhulun ay la ya'rifu, hatambui mwanadamu kama huu ni mwenye kujingikiwa, bil itilafi, kwa kule kuungana, wal ijtimai, na kule kukusanyika. Yani manake mwanadamu kama huyu anapokuwa yupo katika muunganiko na mtu fulani, au yupo katika mkusanyiko na watu fulani, basi utaona mwisho wa siku mwanadamu kama huyu huwa katika baadhi ya mambo wala, yani utamuona wala hayajani mambo kama yale, ajifanya kama ni mwenye kujingikiwa nayo, yani anajitoa fahamu muda kama ule, baada ya kuwa kishaungana na watu lakini akiwa peke yake mwisho wa siku ndo akumbuka, mimi kumbe kuna jambo fulani, kuna haki fulani sikuifanya. Lakini baada ya kuwa kishatangamana na watu, kila kitu pale cha mgingikia, kwa maana kila kitu pale hujifanya kuwa hakijui kwa sababu ya ule mkusanyiko wa watu. Waqad inqata'a dhalika al-ijtima'u, na hakika imekatika mikusanyiko hiyo. Waqad inqata'a, na hakika imekatika dhalika al-ijtima'u, mikusanyiko hiyo, haithu, pale ambapo kwamba, tafattatatil ajsadu, miili imekatika katika, wabaliyatil idhamu, na mifupa imechakaa. Kwa hiyo baada ya hali hii kuanza kumkumba, hali gani? Hali ya kuwa ile mikusanyiko hivi sasa yupo kaburini, mikusanyiko haipati tena miili hiyo, haithu, pale ambapo, tafattatatil ajsadu, miili imevunjika, miili imekatika katika, bimaana mwili wake umekatika katika, wabaliyatil idhamu, na ile mifupa nayo imechakaa. Sasa pale ndio zamjia fahamu, kumbe mimi kuna baadhi ya mambo ya wajibu nilikuwa napaswa kuweza kuyafanya mambo kama yale, lakini mwisho wa siku sikufanyaje? Sikuyafanya mambo kama yale. Kwa hiyo sasa aanza kukumbuka, lakini wakati ule ambako alipokuwa ametangamana na watu, mambo kama yale zama zile alikuwa ni majuhuli, amemjingikia, yani ajifanya hayajui mambo kama yale. Lakini baada ya kutiwa kule kaburini ndio sasa aanza kukumbuka. Kwa hiyo wabaliyatil idhamu, na mifupa imechakaa, wataghayyaratil wujuhu, na nyuso nazo zimebadilika, wanasu, na watu, la yadhkuruna, na hawatukumbuki tena. Sasa hapo tutakumbuka kuwa khairu zadi taqwa, maandalizi bora ni takwa, ni kumcha Mola subhanahu wa ta'ala. Asema kana kwamba sisi fil hayati dunya, katika maisha ya ulimwengu, lam nuashiruhum, hatukuishi nao, hatukutangamana nao, ay al ahibbata, wale vipenzi, alladhina, ambao kwamba, nasuna, wametusahau sisi, wa nahnu fil quburi, alwau waul halia, na hali ya kuwa sisi tupo kwenye nini? Kwenye makaburi. Kaannana, kana kwamba sisi, au kaanna bil ishba'i, kana kwamba sisi fil hayati dunya, katika maisha ya ulimwengu, lam nuashiruhum, hatukutangamana nao hao jinsi walivyotusahau. Ai, ni kina nani hao? Al ahibbata,
wale vipenzi, alladhina, wale ambao nasuna, wametusahau sisi, wa nahnu fil quburi, na hali ya kuwa sisi tupo wapi? Tupo makaburini. Waqad akhrajuna min alqusuri, na hakika hao vipenzi hao wametutoa sisi katika yale makasiri, yale majumba tulikuwa tukiishi, yani mwisho siku wametutoa. Wazawaduna bil akfani, na wakatupa zawadi sisi za sanda. Hawakutupa maji ya kunywa kwenda kunywa kule kaburini, wala feni kwa ajili ya kujipepea na joto la kaburi kule. Yani ni mambo ya kushangaza, ni mambo ya ajabu ajabu kweli kweli. Huyu alikuwa wampenda kweli kweli, alikuwa akiumia wewe ni sawa na mtu akiumia yeye ni sawa ni kwa wewe umeumia. Lakini mwisho wa siku baada ya kufa, yani akikaa ndani siku 2-3 kaoza, waanza kubana pua. Bwana bwana, mtoeni mkamzike, harufu itakuwa kubwa. Leo hii na ulikuwa ukimpenda huyu. Sasa na wewe mwanadamu huzinduki tu kuwa hawa ambao wanakupenda leo mwisho wa siku watakuja kukusahau, hata dua hawatakuombea. Kwa nini hujifanyii maandalizi wewe mwenyewe? Kwa hiyo wakad akharajuna, na hakika wametutoa hao vipenzi vyetu, minal qusuri, kutoka kwenye majumba makasiri, wazawaduna, na wakatupa zawadi sisi, bil akfani, ya sanda, wabadalu izzana bil hawani, na wakabadilisha ule utukufu wetu kwa kutupa udhalili, kwa kututia unyonge. Wabadalu, na wakabadilisha izzana, ule utukufu wetu, bil hawani, kwa udhalili. Yani baada ya kuwa tushakuwa watukufu wakati tupo nao katika maisha ya duniani, mwisho siku tumekuwa madhalili, wametubadilishia baada ya izza wakatupa udhalili. Kwa hiyo kana kwamba lam nuashiruhum, hatukuishi nao hao, biwuddin, kwa mapenzi tena kamilin, yenye kukamilika, mapenzi kamilifu. Walam yaku, na wala, na pia vile vile kana kwamba haikuwa, walam yaku, na pia vile vile kana kwamba haikuwa, alivyosema hapo walam yaku, asema hudhifatin nunu bilwazni, kama nilivyoongea kule mwanzo, imeondoshwa nuni kwa ajili ya kutunga wizani wa zile beti. Wa maadhalika, na pamoja na hilo, yajuzu, bimaana hata kama isingeliondolewa ile nuni kwa ajili ya kuchunga wizani wa beti, basi ingelikuwa yajuzu pia kusema neno kama hilo bila ya kuchunga wizani, hata kama kuongea katika namna ya kawaida katika lugha ya Kiarabu yafaa. Asema maadhalika, na pamoja na huko kuondolewa hiyo nuni, yajuzu, inafaa hadhufua, kuiondoa hiyo nuni, biduni dharura tishiri, basi na dharura ya kimashairi. Yaacha mambo ya lugha. Anasema walam yaku, na kana kwamba vile vile haikuwa, fihim, kwa wao, ai maahum, pamoja na wao, khillun, urafiki, khalisun, wenye kutakasika, muwati, ai muwafiqun, urafiki wenye kutakasika, muwati, ambao wenye kuwafikiana. Yani kama kana kwamba sisi hatukuishi nao kwa utakasifu wa kuwafikiana. Maana tulikuwa tukiishi nao kwa kuwafikiana vizuri, lakini mwisho wa siku tumekufa, wametusahau. La ya'tarihi nisyanun, hakumzukii huyo mtu, bimaana huyo kipenzi, la ya'tarihi, hakumzukii huyo kipenzi, nisyanun, kusahau, wala ya'rudhu, na wala hakumuingilii au hakumzukii au hakumdhihiriki, alaihi, juu yake, bimaana huyo kipenzi, jafaun, kule kututenga. Yani hashtuki siku moja kuwa mimi bwana nilikuwa na kipenzi wangu fulani, nilikuwa na rafiki yangu fulani, nimemsahau kweli kweli, hebu japo siku moja nimfanyie japo dua kidogo. Yani kule kututenga, wala hakumzukii. Mwisho wa siku akaona hebu niwakumbuke leo, wala akasahau kweli kweli. Asema fahadhihi halatul ahibatu, al-ahibati, basi hii ndiyo hali ya wale vipenzi, baada dafni, baada ya kuzikwa, bimaana baada ya sisi kuzikwa. Waqad asharnahum, na hakika tumetangamana nao, biwuddin, kwa mapenzi. Walam yabqa lana, na wala haikubaki kwetu sisi, illa ittikhadhu mahabbatallahi, isipokuwa ni kufanya, ni kuchukua mapenzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, isipokuwa kuyafanya yale mapenzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwa ndio rafiki yetu. Asema fahadha, basi hii, fahadhihi, basi hii halatul ahibbati ba'da dafni, ndio hali ya wale vipenzi wale baada ya kuwa wameshamzika yule kipenzi wao. Waqad asharnahum, na hali ya kuwa waqad asharnahum, na hakika tuliishi nao hao watu hivyo vipenzi, biwuddin, kwa mapenzi kamilifu. Falam yabqa, basi wala haikubakia lana kwetu sisi ndugu zangu, illa ittikhadhu mahabbatillahi, isipokuwa kuchukua mapenzi ya Mwenyezi Mungu, ndio kuyafanya rafiki hayo, wa rasulihi, na mapenzi ya mtume wake, bitaati, wa kumtii Mola Subhanahu wa Ta'ala, wa inqiyadi, na kumfuata bwana mtume sallallahu alayhi wasallama, maljaan, ndio kufanya, ndio kuwa ni tegemeo, yani huko kumpenda Allah na Mwenyezi Mungu, kumpenda Allah na mtume wake,
na kufanya taa na kumfuata mtume, sisi ndio tufanye, ndio tegemeo letu, ndio tufanye kuwa ni tegemeo letu. Lianna Allah, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, la yansa ahada, hamsahau yoyote, min khalqi, katika viumbe vyake, la fi dunya wala fi barzakh, si katika maisha ulimwengu wala maisha ya kaburi, wala fil akhirah, wala kule akhirah. Lianna Allah, kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, la yansa ahada, hamsahau yoyote, min khalqi, katika viumbe vyake, la fi dunya, si katika ulimwengu, wala fil barzakh, wala katika maisha ya kaburini, wala fil akhirah, wala kule akhirah. Anasema wa min mahabbati llahi, na ni katika mapenzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, min ya tabiidhi, na ni katika baadhi ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bi maana mapenzi yapo mengi, lakini baadhi ya hayo itibau nabii sallallahu alayhi wasallam, ni kule kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam, kama qala Allah Ta'ala, kama alivyosema Mwenyezi Mungu hali ya kuwa ametukuka, qul, sema, in kuntum tuhibbuna Allah, ikiwa nyinyi mnampenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fattabi'uni, basi nifuateni mimi, yuhibbukumullahu, atakupendeni nyinyi Allahu jalla jalaluhu. Anasema walamma kana an-nushu lilmuslimina min ad-dini, qala, nazama ilipokuwa kuwanasihi waislamu, kutoa nasaha lilmuslimina, kwa waislamu, min ad-dini, ni katika mambo ya dini, basi qala, akasema msannifu wa tabarakatul ula, liman ya ayyuha al-maghrur tahawi min al-mali al-muwaffari wal athati, wallahu a'la wa a'lam. Kikubwa tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie na alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu, innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi. ya khayra khalqillah, ya khayra khalqillah Muhammad.